פוצץ מעלה איטיל. ביבלה! הלך סורוקה, בראש שלי אמא שלי הלך סורוקה. Huu ni wakati ambapo kombora lililorushwa kutoka Iran likitua katika hospitali iitwayo Soroka huko Beersheba, ambao ni mji ulioko kusini mwa Israel. Sasa tukio hili limelaaniwa vikali na waziri wa afya wa Israel Uriel Busso, ambaye amelitaja kama kitendo cha kigaidi na jinai ya kivita. Busso ameshutumu serikali ya Iran kwa kulenga makusudi raia wasio na hatia na timu za matibabu zinazojitolea kuokoa maisha, akisisitiza kuwa maandalizi na hatua za haraka za Wizara ya Afya zilizuia madhara makubwa zaidi. Na wasihi wananchi, tafadhali endeleeni kufuata maagizo ya kamandi ya ulinzi wa ndani inaokoa maisha, aliongeza. Shirika la habari la Jamhuri ya Kiislamu ya Iran IRNA limedai kupitia Telegram kuwa shabaha kuu ya shambulio hilo lilikuwa ni makao makuu ya kamandi na ujasusi wa jeshi la Israel IDF C4I pamoja na kambi ya kijasusi ya kijeshi katika hifadhi ya teknolojia ya Gav Yam iliyoko karibu na hospitali ya Soroka. IRNA imesisitiza kuwa shambulio hilo lilikuwa sahihi na lililenga miundombinu ya kijeshi na kwamba hospitali hiyo ilipata madhara madogo tu kutokana na mshtuko wa mlipuko. Hata hivyo, msemaji wa kituo cha matibabu cha Soroka ameeleza kuwepo kwa uharibifu mkubwa, huku video kwenye mitandao ya kijamii zikionyesha moshi mzito, madirisha yaliyovunjika na watu waliokumbwa na taharuki kwenye korido za hospitali. Huduma zote za matibabu zimesitishwa, huku umma ukihimizwa kuepuka eneo hilo kutokana na hofu ya uwezekano wa uvujaji wa kemikali hatari. Elbin, mkuu wa huduma ya ambulance ya Magen David Adom, alibainisha kuwa ghorofa iliyolengwa na kombora hilo ilikwisha hamishwa wagonjwa siku moja kabla, hatua ya tahadhari iliyookoa maisha ya watu wengi. Ingawa idadi kamili ya majeruhi katika hospitali ya Soroka bado haijathibitishwa, kuna ripoti za watu kujeruhiwa. Shambulio hilo pia limesababisha madhara katika maeneo mengine. Katika mji wa Holon, eneo la Tel Aviv, mtu mmoja alijeruhiwa vibaya na zaidi ya watu 22 walipata majeraha mepesi. Katika mji wa Ramat Gan, takriban watu 20 walijeruhiwa kidogo na kutibiwa katika hospitali za eneo hilo. Ripoti zisizothibitishwa zinaeleza kuwepo kwa maeneo mengine matatu ambayo pia yalipigwa na makombora nchini Israel. Afisa mmoja wa jeshi la Israel ameelezea shambulio hilo kama kubwa zaidi kuwahi kutokea katika siku za hivi karibuni, akisema makombora kadhaa yalirushwa yakilenga maeneo ya kiraia. Wakazi wa Jerusalem walisema walisikia milipuko mikubwa zaidi kuliko siku zilizopita. Israel imejibu mashambulizi hayo, ambapo jeshi la ulinzi la Israel IDF limethibitisha kushambulia zaidi ya shabaha 20 za kijeshi jijini Tehran siku ya Jumatano. Vyombo vya habari vya Iran vimeripoti mashambulizi ya Israel karibu na mtambo wa utafiti wa maji mazito ya Kondab, ambao ni sehemu ya mpango wa nyuklia wa Iran, hali inayozidisha hofu ya kuzuka kwa vita kamili. Rais wa Marekani Donald Trump ameripotiwa kuidhinisha mipango ya uwezekano wa kufanya mashambulizi dhidi ya Iran, lakini bado hajatoa uamuzi wa mwisho wa kutekeleza. Kadri hali inavyozidi kuwa mbaya, wito wa kimataifa wa kutuliza mvutano unazidi kushamiri ili kuzuia madhara zaidi kwa raia na kuyumbisha hali ya usalama wa kanda nzima.